Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Karibu mwanamichezo popote pale ulipo, tujuzane yale yote ya kimchezo ya ndani ya nchi na yale ya kimataifa. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindakindaki wa mchezo na burudani, hususan mchezo wa mpira wa miguu, basi bofya alama ya dole gumba katika video hii kama ishara ya kusapoti mpira wetu uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa hii ambayo tumekuletea. Bwana, ndani ya siku chache zijazo, mshambuliaji wa Yanga Clement Mzize huenda akaweka rekodi mbili kubwa kwenye soka la Tanzania endapo dili lake la kucheza nje litafanikiwa kama lilivyopangwa, kwani mpaka hivi sasa ni 95% na zaidi dili hilo kufanikisha. Rekodi ya kwanza ni kwamba atakuwa ni mchezaji wa kwanza wa Tanzania kuuzwa kwa dau kubwa zaidi nje ya nchi, lakini pia anakuwa Mtanzania wa kwanza ambaye ananunuliwa na Zamalek ndani ya miaka hiyo 20 iliyopita. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika vya Malecom, dili lake la kujiunga na Zamalek lipo katika hatua nzuri sana, ni zaidi ya 95% kutokana na makubaliano ya pande zote tatu, kwa maana ya Zamalek, Yanga pamoja na mchezaji mwenyewe. Taarifa zinabainisha kuwa Yanga imekubaliana na Zamalek ya Misri inayotaka kumsajili Mzize kwa mkataba wa miaka 2 baada ya kufikia muafaka wa maslahi ya pande zote mbili, sambamba na uongozi unaomsimamia mchezaji huyo anayehusishwa na klabu pia za Ufaransa na Morocco wiki kadhaa zilizopita, kwani ilitajwa Olympique de Marseille, Wydad Casablanca pamoja na Raja pia zikimhitaji. Bosi mmoja wa juu kutoka Yanga amefichua ya kwamba Zamalek imekubali kutoa dola 7.5 ambayo ni sawa na shilingi bilioni 2 za Tanzania kumnunua mshambuliaji huyo aliyebakiza mkataba wa miaka 2 katika kikosi cha Yanga. Inaelezwa ya kwamba Zamalek italipa fedha hizo kwa mafungu mawili, ambapo kutakuwa na malipo yatakayofanyika kabla ya mchezaji huyo kuondoka, kisha awamu ya pili yatafanyika Januari 2026 ambapo pande zote mbili zimekubaliana. Malipo ya kwanza ya mauzo hayo yatakayofanyika ni dola 375 ambayo ni sawa na shilingi milioni 991 za Tanzania, kisha kiasi kama hicho kitalipwa baadaye kukamilisha makubaliano yaliyopo, kufanya jumla kuwa ni dola 750,000. Awali ilielezwa kwamba Mzize alikuwa na ofa nyingi sana kama nilivyokuambia, Ulaya pia, Ufaransa, Ubelgiji na Afrika, Morocco, lakini kwa huko anakokwenda nchini Misri kwa Zamalek, pia nchini Morocco kulikuwa na ofa kubwa pamoja na Libya. Hivyo Zamalek inaonekana kuwa kinara, kwani ofa yao imewashawishi Yanga, imemshawishi Mzize. Kwa hiyo dili linakwenda kukamilika huko. Kwa swala la Mzize ni swala la muda tu unahesabiwa, tulishakubaliana kila kitu, ila ataondoka mwisho wa msimu ukimalizika. Hataweza kuondoka kama Stefan Aziz Ki, na wao Zamalek walishakubaliana na hilo. Aziz Ki aliondoka kwa emergency ya Club World Cup, hivyo Clement Mzize hana pressure yoyote. Msimu ukiisha, yeye anakwea pipa, anakwenda zake Misri. Hiyo ni kauli ambayo alitoa bosi mmoja wa juu ndani ya Yanga, lakini pia bosi huyo anamalizia kusema kulikuwa na ofa nyingi, lakini Zamalek ilikuwa na kitu tofauti kwa klabu, hata kwa mchezaji. Unajua, hatutakiwi kuangalia maslahi ya klabu pekee, na vijana wetu pia tunatakiwa kuangalia pia, na ndicho tulichokifanya. Nini maoni yako juu ya huu usajili ambao umeteka hisia za wapenzi wa soka ndani na nje ya nchi? Clement Mzize huyo Zamalek nchini Misri. Maoni yako ni ya muhimu sana. Kama umefurahia,
basi bofya alama dole gumba kumuunga mkono kijana akaendelee kupambana. Lakini pia maoni yako ni ya muhimu sana. Umelipokeaje swala hili la Mzize kuelekea Zamalek? Soka letu linakuwa ama vyuma vinaondoka? Soka letu linabaki halina wataalamu? Tuambie kwenye maoni hapo, twende sawa. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine, bye bye.